Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo nimekuja na jambo jipya, na jambo lenyewe ni kuja na kitabu hichi kinaitwa Maalimu fi tariqi talabil ilmi. Ni mabango yaliyokuwa katika njia ya kutafuta elimu, kwa kuwa tamaa yetu katika maisha ni kupata elimu, kujua vitu, kujua dini, kujua mambo mbalimbali yanayotuzunguka ili maisha yetu yaweze kukaa kwenye mtiririko wa uelewa. Ni lazima tupite kwenye njia. Sasa shekhe wa kitabu hichi ametuwekea mabango kwenye ile njia ili tupate kufika kwenye elimu yenyewe, au tufike kwa waliokuwa na elimu. Sasa na mimi nimependa niwaletee darsa hili na kitabu hichi kila nitakapokuwa ninapata wasaa, napata nafasi, ili tuone wenzetu walipata elimu kubwa, walipata elimu nyingi, lakini hawalikuwa wamefuata njia. Nimtaje mtu mmoja, mfano Imamu Nawawi. Huyu imamu ni mkubwa na elimu zake zinatunufaisha mpaka watu tuliokuwa sehemu ya chini kabisa, lakini walipita kwenye njia mpaka akafika hapo. Kwa hivyo shekhe ametuwekea wa kitabu hichi Maalimu njia, akaanza kusema katika karatasi ya 12 mukaddimatu tabati thania, katika mukaddima wa toleo la pili. Akasemaje? Kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu, akasema alhamdulillahi rabbil alamin, kila sifa njema miliki yake Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, na rehma na amani zende kwa mjumbe wa Allah, wa ala alihi, na zende kwa jamaa zake mtume, wa sahbihi, na sahaba wake, wa man walahu, na wale wanaofuatia. Amma ba'd, akasema fa inna min ni'mati llahi ta'ala ala shababil islam, hakika katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa vijana wa Kiislamu zipo hapa. Ayatawajahu ila halaqati na ilmi, ni kwenda katika sehemu panaposomwa elimu. Vijana ili waweze kupata kile alichokiona, alichokiandaa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima wakajikite kwenye elimu, kwenye masomo. Si hivyo tu, wayuzahimul ulamaa birrukabi, na kuwapa nafasi wana wachuoni kwa kupiga magoti mbele yao. Lianahalu mimaini ilmihim, ili wanywe chemchemu za elimu zao. Wayastaniru biaraihim wa tawjihatihim, na wapate mwangaza kwa maoni yao na maelekezo yao, kwamba wewe nenda kasome somo fulani, wewe hebu shikilia jambo fulani. Kwa nini? Kwa sababu muda wowote watakavyojiimarisha vijana wa Kiislamu katika elimu, wakawa imara, ndio akasema wa mata hasana shababu lislami bil ilmi, na wakati wowote watakapojiimarisha vijana wa Kiislamu kusoma elimu kila fani wakawa nazo, fa innahum yastaqidiruna ala muwajahati sihabi wa tahammuli almashaqi, wao wataweza kuendea au kuziendea changamoto za mambo magumu na kuvumilia matatizo. Vijana inawezekana sehemu kubwa ya kuvumilia matatizo, misukosuko, changamoto, wanapoyumba ni kwa sababu ya ilmu. Ilmu tu ikiwa juu yao, watajua kwamba haya matatizo ni ya kawaida, haya matatizo ni matatizo ya kawaida. Akasema fa bil ilmi ya'budu almuslimu rabbahu ala basirati, basi kwa elimu ndiyo Muislamu anamwabudu Mola wake. Kwa nini? Huku akielewa anachokifanya. Kama anaswali, basi atakuwa anaielewa swala yake. Kama anafunga, atakuwa anaelewa funga yake. Kama anasaidia nduguze, anasaidia jamii, atakuwa anaelewa anachokifanya nini, kina thamani gani. Wa bil ilmi tatahadhabu al akhlaqu,
na kwa elimu tu ndio zinaboreka tabia. Kwa hiyo tukiona tabia ya watu wasiojielewa, yani watu ambao hawajaelewa maisha yao, thamani yao, au thamani ya ndugu zao, au thamani ya nchi yao, tuje tujisachi hapa kwenye elimu. Inawezekana elimu ya thamani yake kama mtu, elimu ya thamani yake kama hii jamii inayomzunguka inataka kupata amani na yeye hana. Kwa bila ilmi tatahadhabu akhlaqu, na kwa elimu ndio tabia zinaboreka, kwa hiyo atakuwa na tabia nzuri. Wa bila ilmi tazulu alaqadu, na kwa elimu zinaondoka hikidi, chuki. Wa bila ilmi tataallafu alqulubu, na kwa elimu tu ndio uzoeana. Tunaweza tukakumbushana kidogo. Kuna mtu alikwenda shule akasoma darasa la kwanza la pili kule, maana ndio tunaenda wengi Sasa akienda kule akakutana wenzie, basi huenda mazoeano yale pale ya shuleni, wakati anamaliza anatamani na kujiuliza, yule fulani nitakuwa naye vipi, yule fulani nitampata lini, siku akija kukutana hata kwenye kazi, basi kila mmoja ana hamu naye mwenzie. Tataalafu alqulubu. Wa sahibu ilmi qudwatun fi samti, na mwenye elimu ni kiigizo anaponyamaza. Anaponyamaza kimya, watu wanaiga, watu wanachora picha kwamba kuna mambo ya kumsoma na wao wanayafanya. Ndio utasikia bwana, kuna mwalimu fulani si mzungumzaji, na mtu akapenda ile sifa yake, naye akawa hataki kuzungumza mengi. Wa qudwatun fi kalami, na ni kiigizo mwenye elimu anapozungumza. Wa qudwatun fi libasi, na ni kiigizo anapovaa. Wa qudwatun fi jamii shughuli, lakini pia na ni kiigizo katika mambo yake yote. Mwanachuoni akivaa vizuri, basi watu wanamuiga. Hata akipenda akasema leo nageuza kofia, navaa kwa kuchongoa, basi wengine wanasema inavaa, manake tulimuona mwenye elimu kachongoa ile kofia yake. Wa bil jumlati fa huwa kal ghaithi, na kwa ujumla yeye mwenye elimu ni kama vile mvua. Mvua kawaida yake inaponyesha sehemu yoyote, basi inanufaisha. Kwa hiyo na mwenye elimu popote anapokaa ni kama vile mvua ananufaisha. Aina mahalla nafa, popote anapokaa ananufaisha. Fi manzili, nyumbani kwake. Maana yake mvua popote anaponyesha ananufaisha, na yeye ni sawa na mvua, popote anapokaa ananufaisha. Nyumbani kwake, fi masjidihi, msikitini kwake, fi suqihi, sokoni kwake, fi mujtamihi, katika jamii inayomzunguka. Popote anapokuwepo inanufaika jamii kwa yeye. Wala hadha, na tukienda na maelezo haya, fayambaghi likulli wahidin minna an yusaria liluuki birakibi talabati ilmi. Shaka anasema inatakiwa kila mmoja wetu aunge msafara wanaoenda kutafuta elimu, aunge msafara wa wenye kutafuta elimu, wayastafida min mujalasatihim, na apate faida ya kukaa nao wanachuoni, watikatu alfawaidi min ahadithi, na kujiokotea faida za mazungumzo ya. Walamma kana hadha almaqsad sharifu tahwi alayhi nufusu kathiru min alshabab alakhyar, na muda alipokuwa haya malengo matukufu yanakimbiliwa sana na vijana wengi wa wema, kana kathira minhum yatasaalu an tariqi al-amthali li talabi al-ilm, basi wamekuwa vijana wengi kati yao wanauliza kuhusu njia ipi bora ya kutafuta elimu. Faminhum man yaqulu kaifa ahfadhu al-Qur'ana, miongoni mwao yupo wanaosema vipi nitaweza kuhifadhi Qur'ani. Akiangalia Qur'ani ni juzu 30, katika juzu 30 aanze vipi? Asome juzu moja, aanze vipi? Aanze mstari mmoja, anashindwa. Waminhum, na miongoni mwao man yaqulu, yupo anayesema kaifa ahfadhu al-mutuna, matini nitahifadhi vipi? Vipi nitahifadhi matini? Vile vitabu vidogo vidogo. Waminhum man yaqulu, na miongoni mwao wapo wanaosema bi ay matinin abda'u, nianze matini gani? Wa ay darsin akhbaru, na nihudhurie katika somo gani? Niende katika nahau,
niende katika balagha, niende katika Qur'an, niende katika hadithi, kila somo lina umuhimu wake. Mimi niende katika darasa gani? Haya yote ni maswali wa haluma jarra na mengineo min hadhihi al-as'ilati al-kathirati, katika haya maswali mengi lati tadulu ala hirsi ashabiha, ambayo yanajulisha pupa na hamu, pupa ya wale watafuta elimu, wa quwwati azimati, na nguvu ya maazimio yao. Kwa mtu anauliza kabisa asome somo gani? Sasa yote hayo njoo fuate kitabu hichi, ukisikilize, ukisome, utakuja kugundua njia. Baada ya kupita kwenye bango, baada ya kupita katika njia ukaliona bango lina kawaida ya kutoa ishara na kuelekeza, hapa kuna kona, hapa pana mlima mrefu, hapa pana huyu. Aya, namalizia shekhe anasema, waqad ahsana dhanna bi ghairu wa'idin min ulaika shababi, hakika wamenizania mimi si mtu mmoja katika hao vijana. Fakanat as'ilatum tatakarraru kathiran, yakawa maswali yao yanajirudia sana. Taratan mushafahatan, mara nyingine kwa kunipigia simu, kwa kuzungumza na mimi. Wataratan mushafahatan, na mara nyingine kwa kunipigia simu. Wataratan mukatabatan, na mara nyingine kwa kuniandikia kabisa ujumbe. Fajamatu li nafsi wa lahum atharan, Sheikh anasema nikakusanya kwa maslahi yangu na kwa ajili ya maslahi yao faida kathiratan, nyingi, an adabi ahli ilmi, zinazoelezea adabu ya wenye elimu. Kwa sababu elimu ipo kwa watu, lazima ili uipate uwe na tabia njema, uwe na adabu, basi utaona unaivuna taratibu mpaka na wewe unakuwa nayo elimu ya kutosha. Na baadaye watu wanakusifu, watu wanakuita, watu wanakutaka, kwa sababu tayari umevuna na kitu chenye manufaa, elimu. Itba'u dhalika an tariqi talabi, na yanayofuatana na hizo adabu katika njia ya kuitafuta elimu. Kwa sababu kuna mambo mengine sio adabu, lakini yanatakiwa kuwepo ili uweze kuipata elimu. Wa thamarati tahsili, na matunda ya kuipata elimu. Akasema wa kuntu bitartibi hadhihi almawadi ala hasabi juhudi, na nikasimamia kupangilia mada hizi kwa kiwango cha jitihada yangu. Thumma alqaituha fi dawrati alilmiyati thaniyati, kisha nikazitoa hizo mada katika semina ya pili ya kielimu, almuqamati fi masjidi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ambayo ilifanyika katika msikiti wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Wadhalika, na hilo lilikuwa fiami, katika mwaka 1415. Biunwani, nikazitoa kwa anwani ya maalimi fi tariqi talabi ilmi, mabango yaliokuwa katika njia ya kutafuta elimu, au mabango yaliyowekwa katika njia ya kutafuta elimu. Kwa hivyo mtafuta elimu yoyote anataka kufahamu, lazima asome mabango, kwamba anaashiriwa kitu gani, kuna alama gani. Kuna sehemu nyingine kutakuwa na alama kwamba ukilifanya hili utafanikiwa, hili utafeli. Thumma jamaatu dhalika fi hadha alkitabi alladhi baina yadayka, kisha nikazikusanya hizo mada katika kitabu ambacho kipo mbele yako. Wa hadha juhdu almuqilli, Shaka anasema na hizi ni jitihada za mtu asiye na kitu. Angalia basi wanawachuoni walivyokuwa na nguvu ya kufanya mambo, lakini bado wanaona hawana kitu, bado hawana kitu walichokifanya. Kwa hiyo anasema jitihada hizi zote, lakini mtu wenyewe hana kitu, wanajichucha kabisa. Leo kila mtu anajipandisha tu, akiitwa labda ustadh, basi lile jina ndo analibeba, naona yeye hakuna ustadhi mwingine, yeye tu. Subhanallah. Hapana, kule kuitwa shekhe au ustadhi, basi jua kwamba anaitwa shekhe wako wewe bado. Na wewe ukiwa na mwanafunzi wako akaitwa shekhe, basi umeitwa wewe, yani wewe ni kopi ya huyo aliyokusomesha. Sasa anasema wa hadha juhdul muqim,
wallahi as'alu an yanfa bihi man katabahu, na namuomba Allah anufaishe kupitia kitabu hichi, anufaishe aliyeandika, wa qara'ahu, na aliyekisoma, wa nasharahu, na aliyekisambaza. Innahu samiun mujibun, hakika ya Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusikia na mwenye kujibu. Wakati samaituhu maalima fi tariqi talabil ilmi, na hakika nimekiita hicho kitabu mabango yaliyokuwepo katika njia, au mabango yaliyowekwa katika njia ya kutafuta elimu. Wa min babi radil ma'ruf ila ahli fala ansa, na katika mlango wa kurejesha wema kwa wanaostahiki siwezi kusahau, baada shukuri lillahi ta'ala, baada ya kumshukuru Mungu, an ashkura ulaika alahibba alladhina qamu binashri al-ashritati, washukuru vipenzi hawa ambao walisimamia na kufanya kazi ya kunakili kanda DVD. Thumma muqabalatin matbu'i, kisha wakakionyesha kilichochapishwa, bil makhtuti, na kilichohifadhiwa ndani ya kanda za DVD. Thumma amila alfaharisi, kisha wakaweka yaliyomo, tuna yaliyomo katika ya DVD ila ghairi dhalika, na mengineyo, mimma lam adhkuruhu, ambayo sikuyataja. Jazallahu aljamia khairan, Mwenyezi Mungu awalipe kheri wote. Walhamdulillahi bi ni'matihi tatimu salihatu, na shukurani zinastahiki zende kwa Mungu ambaye kwa neema zake yaliyo mema hutimia. Mwandishi Abdul Aziz ibn Muhammadi Sadehani, Abdul Aziz mtoto wa Muhammadi Sadehani, mwana chuoni huyu, Allah amridhie, na kazi yake hii iwe ni kazi ya kutoa matunda na kupata matunda sisi sote. Ndugu zangu, yoyote anayetaka kusoma lazima kwanza atafute njia na ajipinde kuwa na adabu, ili aweze kupata masomo kwa watu, ili apate elimu kwa watu. Tutakuja kuona elimu ina ukubwa gani na mtu mwenye elimu ana thamani gani mbele ya Mungu na hapa duniani, lakini shekhe mwenyewe ataeleza, na hayo yote atakayoelezwa ni kwa niaba, ni kwa ajili ya yeye apate kunufaika na sisi tunufaike inshallah. Fuatilia darasa hili, litakuwa hasa nalipeperusha kila Ijumaa. Kama nitaona kuna haja ya kuongeza muda basi nitaongeza, lakini ni kitabu kizuri kabisa, na tunafanya haya sio kwamba tuna kitu, bali na sisi hatuna kitu. Tunataka sote twende tukafahamu kitu kwa waliokuwa na vitu, nayo ni elimu. Allahu ala wa alam. Wassalamu alaikum.